Mnafikiri kitu gani kitaendelea kuwasukuma wale wanaokutoa kodi watoe? Kitu gani kitaendelea kuwasukuma wale wanaokusanya wakusanye? Lazima tuzibe mianya ya wale wanaoingia mikataba, wale wanaotekeleza miradi, kwamba BOQ imesema hivi, yeye anaenda anaweka, imesema nondo za milimita 16, yeye anaenda anaweka za milimita 6. Kwa nini? Kuna mahali anabalansisha hesabu, kuna mahali anapambana kuibalance hesabu mradi ukamilike hivyo hivyo. Kwa nini? Sehemu ya budget imegawanwa mahali hapo. Nendeni bila uoga, nendeni bila kuonea watu. Timizeni hiyo, mtakuwa mmeisaidia nchi yetu na Watanzania. Nendeni, mna baraka zote za kuanzia kwa mkuu wa nchi na serikali nzima. Nendeni mkatekeleze hayo. Tengenezeni mazingira ambayo yatamfanya mtu yeyote akijihusisha na mambo ya rushwa ajikute katika mazingira magumu, kwa sababu watu wasiotaka kwa hiari kutofanya vitendo vya rushwa lazima tuwalazimishe ajikute katika mazingira magumu, ili tukomeshe mtu anayefanya wizi na vitendo vya rushwa kuwa ndio mjanja. Kwa hiyo twendeni tusonge mbele. Nimalizie kwa kuendelea kusisitiza kuimarisha vitendo vya ushirikiano na wadau wa ndani, hususan sekta binafsi. Sekta hii ina mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu na ina mwingiliano wa karibu na sekta ya umma katika maeneo yenye hatari za rushwa. Kama ambavyo nimesema, hata wale watu wa sekta binafsi wanajuaga kwamba mimi taasisi yangu ilikuwa imesimama zaidi, huyu aliyepata huyu ametumia njia ya mkato. Tushirikiane nao, tutajua tu kote. Ndio, tushirikiane nao. Kuweni na ushirikiano nao hawa. Pakianza tu mchakato, kuweni nao. Tutajua tu. Wanajua. Hata wao wanajuana ubora wa utekelezaji wa miradi. Wanajuana. Na wengine wanaadhibiwa kwa sababu ya kuwa waadilifu. Wapo wanaoadhibiwa kwa sababu ya kuwa waadilifu. Anakwenda kila siku, anaomba kazi, anaomba kwa tenda ikitangazwa, anaomba kila siku, hapati. Alishajulikana yeye sio mtoaji wa rushwa. Haya lazima tuyakomeshe. Na sehemu zingine wazawa wa Tanzania wanatafuta kazi wanakosa kwa sababu moja, yule anayetaka kufanya kitendo hicho anaogopa, anamfahamu huyo. Wapo watumishi wengine hata asipokuwa TAKUKURU, yaani ukimtazama tu hivi unaona kama TAKUKURU huyo. Kwa hapewi hizo kazi. Lazima tukomeshe hiyo.
Ipo miradi wazawa wananyimwa, wala sio kwamba wamezidiwa uwezo, wamezidiwa kwamba wale wageni hao wametoa fedha na wanajulikana wale wageni hawafahamiani na watu wengi. Kwa hiyo kwa kuwa hawafahamiani na watu wengi, kwa mtu hata akipokea rushwa siri haitoki, wanapewa hao. Tushirikiane na sekta binafsi tukomeshe hiyo, ili kuziba huo mwanya. Zaidi ya 75% ya bajeti ya serikali ni mambo ya manunuzi, ujenzi, utoaji wa huduma. Kwa hiyo ni muhimu sekta binafsi isiachwe nyuma katika utekelezaji wa mkakati wa taifa dhidi ya masuala ya rushwa wa awamu ya 4 unaotekelezwa hadi 2030. Ninaelekeza tena TAKUKURU kuongeza juhudi za kuwashirikisha vijana na wanawake katika mapambano dhidi ya rushwa. Makundi haya ni sehemu kubwa ya nguvu kazi ya taifa letu. Yamepewa kipaumbele na Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Ushiriki wao una mchango mkubwa katika kujenga misingi ya uadilifu, uwajibikaji na maendeleo ya taifa. 3, TAKUKURU endeleeni kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika mapambano dhidi ya rushwa, ikiwemo kutumia kikamilifu matokeo ya tafiti na majaribio ya pamoja ya kielelezo cha juhudi za kikanda za kupambana na rushwa. Najua jambo hili mnalifanya kama ambavyo mtendaji mkuu amelisema, ni jambo zuri, endeleeni nalo, na mnapofanya hivyo inaonyesha jinsi ambavyo si tu kwamba sisi wenyewe ndani ya nchi tunawaamini, inaonyesha kwamba mnaaminika mpaka kitaifa, mpaka kimataifa. Mnaaminika kitaifa na mnaaminika mpaka kimataifa. Endeleeni kutunza heshima hiyo, ni jambo zuri kwa nchi yetu. Na taasisi zetu zote naona jinsi ambavyo mnaleta heshima kwa nchi yetu. Mnafanya vizuri, na si tu kwamba mnaaminika ndani ya nchi, mnaaminika mpaka kimataifa. Mnaaminika, mnaitwa mpaka na mataifa mengine. Mnashika mpaka na nafasi kutoa uongozi. Hiyo ni heshima ambayo tuendelee kuienzi. Naomba muendelee kuitunza heshima hiyo, imani hiyo ambayo mnaipata hata nje ya mipaka ya Tanzania. Niwahi kusema, niliwasema kirafiki marafiki fulani wa nchi fulani walikuwa na andika mitandaoni, sitawataja kwa misingi ya masuala ya kidiplomasia. Nikasema hao nchi hiyo wanaoandika sana mitandaoni kuhusu Tanzania, wangetumia muda huo washughulikie tu mambo yao, kwa sababu rushwa ya nchi yao ya diwani tu ikitokea Tanzania ingeangusha hata serikali. Wao wanahangaika na Tanzania. Ni kwa sababu ninyi mnafanya kazi kubwa ya kudhibiti vitendo vya rushwa, na ndio maana mnaaminika mpaka na nje ya mipaka. Mimi nimepata fursa ya kukaa na mawaziri wa fedha wa nchi hizi za Afrika. Tanzania ni mwalimu, na mimi niwaambia Watanzania wala msilishwe maneno. Tanzania ni mwalimu kuhusu matumizi ya utawala bora na matumizi ya rasilimali, na serikali kujikita kutazama masuala yanayohusu maendeleo ya wananchi. Tanzania bado ni mwalimu. Anayebisha afuatilie, afanye tafiti za kwake binafsi tu za hizi nchi, waone nchi zingine wanafanyaje. Tanzania bado ni mwalimu. Kwa hiyo taasisi hizi lazima tuwape heshima yenu. Haya mambo hayajaja tu, hayajaelea tu, yameundwa. Lazima tuwape heshima yenu. Naambia kuna nchi hapo, huyu Edwin ni mbunge tu hivi, tayari angekuwa na helikopta 3.
Yaani anachaguliwa tu mbunge, fedha za maendeleo zote za wilaya yake zinapitia kwenye